Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango atoa rai kwa wazazi kuwaongoza vijana kuacha tabia ya kushabikia vurugu kuelekea uchaguzi mkuu. Wananchi wahimizwa kuendelea kuchukua tahadhari kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza. Na katika habari za kimataifa, Zelensky atoa salamu za Pasaka kwa kuilalamikia Urusi. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Philip Mpango ametoa rai kwa wazazi hususan wakina mama kuwaongoza watoto wao hasa vijana kuacha tabia kushabikia vurugu wakati wa kampeni na uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka huu. Taarifa zaidi inasomwa studio na Nancy Ibrahim. Makamu wa Rais ametoa rai hiyo baada ya kushiriki ibada ya sikukuu ya Pasaka katika kanisa Katoliki parokia Mwenye Heri Maria Teresa Ledocholska, kiwanja cha ndege Dodoma, ambapo amewasihi wa Tanzania kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu kwa kuwa vurugu sio sehemu ya jadi ya Watanzania. Aidha, ametoa wito kwa wote watakaopata dhamana ya kusimamia uchaguzi kuhakikisha wanazingatia sheria na miongozo watakayopewa pamoja na kutenda haki kwa wote watakaojitokeza kugombea nafasi mbalimbali katika uchaguzi huo. Mimi nataka niongeze sauti yangu kuwaomba waamini wote na Watanzania wote. Mwaka huu ni wa uchaguzi mkuu wa kumchagua rais na wabunge na madiwani. Kwa tunawaomba sana tukashiriki uchaguzi kwa amani. Vurugu sio sehemu ya jadi ya Mtanzania. Na ninataka kuwaomba sana kina mama mliokuwa majasiri tangu enzi hizo, mkawa majasiri wa kwenda wa kwanza kaburini, wanaume tumelala nyumbani, mkawaongoze watoto wetu na hasa vijana. Sanjari na hayo, Makamu wa Rais amewasihi watumiaji wa vyombo vya moto kuwa na busara na umakini katika matumizi ya vyombo hivyo ili kuepusha kupoteza maisha ya watu barabarani. Hata hivyo, amewatakia heri na baraka wa Tanzania wote katika kusherehekea sikukuu ya Pasaka na kuwasihi kusherehekea kwa amani na furaha. Ibada hiyo ilihudhuriwa pia na mwenza wa Makamu wa Rais Mama Mboni Mpai Mpango, imeongozwa na Padre Dionis Pascal Safari. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Afya imetoa wito kwa wananchi kuendelea kuchukua tahadhari ya kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza ili kuepuka ongezeko la vifo vinavyotokana na magonjwa hayo. Kwa taarifa zaidi tuungane naye Innocent Oromo kutoka mkoani Ruvuma. Wito huu wa serikali kwa wananchi umetolewa na Waziri wa Afya Jenista Muhagama akiwa mkoani Ruvuma katika hafla ya uzinduzi wa huduma ya mkoba ya uchunguzi wa awali wa magonjwa ya saratani iliyofanyika katika hospitali ya Mtakatifu Joseph Peramio kupitia madaktari bingwa wa magonjwa ya saratani kutoka taasisi ya saratani Ocean Roads. Akizungumza na wananchi waliojitokeza kupata huduma hiyo, amesema ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na kuzuia vifo vitokanavyo na magonjwa, serikali imewekeza katika miundombinu, vifaa tiba na watoa huduma, ambapo wametoa wito kwa jamii katika mapambano ya magonjwa yasiyo ya kuambukizwa kuchukua tahadhari kwa kubadilisha mfumo wa maisha, ikiwemo kufanya vipimo vya afya mara kwa mara, kufanya mazoezi na kuzingatia ulaji bora wa chakula. Kadiri dunia inavyoendelea, magonjwa yasiyoambukiza nayo yamekuwa ni tatizo kubwa. Yaani kila siku magonjwa haya yanachukua aina na mfumo tofauti. Tunapokutana kuzungumza leo, tunasema ni bora wananchi tujifunze tabia ya kufanya uchunguzi wa afya na kuyapatia tiba magonjwa tunayokutana nayo kabla hayajawa magonjwa sugu yasiyoponyeka, na hasa haya yasiyoambukiza. Ugonjwa wa saratani ni kati ya magonjwa yasiyoambukiza, lakini magonjwa ambayo yanawatesa wananchi. Tuzingatie namba moja, ulaji unaofaa. Tupunguze mafuta,
tupunguze chumvi nyingi kwenye chakula, tupunguze kula sukari. Tuitikie wito wa Mheshimiwa Rais wa kufanya mazoezi. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Ocean Roads Daktari Diwani Msemo amesema lengo la kambi hiyo maalum ni kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa saratani, uchunguzi wa saratani ya awali na kutoa matibabu. Tuna watu kama 75 ambao kila siku wanakufa kwa saratani katika nchi yetu. Na hiyo ndio sababu ya serikali kutambua kwamba saratani ni janga. Lengo letu ni hilo, kutoa elimu kuhusiana na sababu, vitu mbalimbali vinavyo sababisha saratani. Na la pili ni kuweza kuzigundua zile saratani katika hatua ya awali na kutibu. Saratani ikigundulika katika hatua ya awali, watu wanatibika na wanapona. Kwa hiyo tunaomba hiyo huduma iende sehemu zote kusudi walau kupunguza zile gharama za kwenda mbali. Alafu na huduma za hizo dawa tunaomba tusaidiwe, maana wengine uwezo wa kununua hizo dawa hawana. Kwa hiyo tunashukuru sana. Kwa mujibu wa tafiti ya ripoti ya saratani ya mwaka 2018, takwimu zinaonyesha kati ya watu 6 wanaopoteza maisha, 1 hufa kwa ugonjwa wa saratani, huku taarifa ya utafiti wa tume ya saratani nchini ya mwaka 2022 inaonyesha nchi za kusini mwa jangwa la Sahara hadi kufikia mwaka 2030 idadi ya vifo vitokanavyo na saratani vinaweza kufikia milioni 1 kutoka 520,000 vilivyopo kwa sasa. Asante sana Innocent kwa taarifa hiyo. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa ameeleza kuridhishwa na mradi wa ujenzi wa barabara ya Makuyuni Kinyolisi Berega yenye urefu wa kilomita 18 pamoja na daraja lililopo katika barabara hiyo, ambapo kukamilika kwake kutasaidia wananchi kuondokana na adha za kupoteza maisha kutokana na changamoto iliyokuwepo hapo awali. Shukuru Materu ameandaa taarifa zaidi kutoka Morogoro. Weka jiwe la msingi katika mradi huo wa ujenzi wa daraja lililopo katika barabara yenye ukubwa wa kilomita 18. Mradi ambao unagharimu shilingi bilioni 1.4, ambapo amesema kukamilika kwa daraja hilo litafungua fursa za kiuchumi kwa wakazi wa eneo hilo. Hii daraja liko katika hali ya wangu wa bora, limefuata taratibu zote za kisheria, lakini hata fedha ambazo zimetumika hapa kwa kweli zimetumika kwa mujibu wa taratibu wa ujenzi wa barabara hii pamoja na daraja. Naye meneja wakala barabara za mijini na vijijini TARURA wilaya Gairo Mhandisi Simon Masala amesema mpaka sasa mradi huo umefikia 60% na utasaidia wananchi wa wilaya 3 za Gairo, Kilosa na Kilindi. Mradi tumejenga, kuna makarabati 14 ambayo yatajengwa kwenye mradi huu, makarabati makubwa. Tutajenga na drift 4 kwenye mradi huu, ambapo tayari mpaka sasa tunapozungumza makarabati 11 yameshakamilika kwenye mradi huu, halafu na drift 4 zimeshajengwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Mwenge wa Uhuru umekuja kuweka jiwe la msingi mahali hapa na umekagua na kuridhika na ubora wake. Kwa kweli tunamshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kujenga daraja hili la mawe ambayo inawasaidia wananchi kuvuka kwenye pande zote mbili kwa wilaya 3, maana yake ya Kilosa, Gairo na Kilindi. Na bahati nzuri sana kwamba walikuwa wanapata shida sana wananchi kwenye mito hii miwili, kwa maana ya Berega pamoja na Rebenya, kwamba hospitali ya Mission ya Berega ndio wananchi walikuwa wanatoka Kilindi wa Gairo wanaungana wote kwenda kupata matibabu pale. Kwa kujengwa madaraja haya mawili sasa kukamilika na wananchi wanapita sasa hivi wanatumia barabara hii. Kwa hiyo kiafya tumehudumia sana jamii mpaka sasa napozungumza. Hii ni mkombozi kwa ajili ya hawa wananchi wetu kupita hapa. Kuna hospitali pale ya Berega ya Mission, lakini tulijitahidi sana kujenga hilo daraja na bahati nzuri tulienda kumomba kwa mama na ametupa pesa, tumejenga. Na sio hilo, kwenye wilaya ya Gairo ni mengi. Kwa hiyo niseme tu cha mwisho, tunaomba umpelekee Mama Samia na umshukuru sana. Sasa wananchi wengi hapa kwa ajili ya kunywa maji, watu wengi magari yao yamekwenda maji hapa, lakini mama ametupa fedha. Mimi jina langu na lengo langu moja tu, mpelekee salamu Mheshimiwa Rais kwamba tuko pamoja na yeye. Kwenye kata ya Taragwe hakuna sina mtu kipotea, kula zote tutampa yeye. Asante sana Shukuru Materu kwa taarifa hiyo.
Wananchi wa eneo la Soweto, Kibena, kata ya Vijibweni, wilayani Kigamboni, waliobomolewa nyumba zao wamemuomba mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kufika eneo hilo ili kumaliza mgogoro ambao umewasababishia kukosa makazi. Mrisho Mapeyo ameandaa taarifa zaidi. Wakizungumza na waandishi wa habari wilayani Kigamboni jijini Dar es Salaam, wananchi hao wamepaza sauti zao wakimuomba mkuu wa mkoa kutembelea eneo hilo ili kujua chanzo cha mgogoro huo, huku wengine wakimuomba Rais Dr. Samia kuingilia kati sakata hilo. Nimenunua eneo mimi mwaka 2016 shilingi milioni 7. Baada hapo nikawa nimejenga, wamekuja watu wamenivunjia nyumba zangu mbili, moja nyumba 109, moja 111, pasipokuwa na taarifa yoyote, na mimi wala sijashtakiwa sehemu yoyote ile. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa Rais, kwa hili nilichofanywa, mimi na mke na mtoto mpaka sasa hivi sioni sehemu ya kwenda. Naomba Mheshimiwa mkuu wa mkoa katika hili vile vile aliangalie kwa jicho la mbali. Hawa watu ni majambazi. Mimi mpaka sasa hivi sina sehemu ya kuishi, mpaka sasa hivi unavyoniona hata sehemu ya kwenda chooni sina. Najisaidia tu kwa majirani. Sina kesi, haja nishitaki, haja nipeleka kwa mjumbe hata siku moja. Lakini napigiwa simu nipo mbali, naambiwa huku pagare lako linavunjwa. Mimi mwenyewe nimepanga mpaka umri huu, nitapata wapi pesa nyingine ya kujenga pagare kufikia hali hii? Na watoto na wajukuu. Yeye kama yeye anachukulia kesi ya mzee Omari, kwa nini na sisi asitushitaki tukaenda mahakamani ili ajue kama tumeshindwa ndio aje abomoe? Lakini haja tushitaki hata kwa mjumbe, haja tupeleka. Imekuwaje leo anakuja kuvunja? Mimi kilio changu, naomba waziri mwenye dhamana, mkuu wa mkoa, Mama Samia, naomba huyu mtu pamoja na jopo lake lote, tunataka uwaite na sisi utuite, tuongee wote ili tujue nani mwenye makosa. Kwa upande wake, mmoja wa majirani wa nyumba hizo zilizobomolewa, Maro Mwambusi, ameeleza namna ambavyo wananchi hao walivyopata shida kufuatia bomoa hiyo, na kusema kuwa ni muhimu kwa mamlaka husika kufika eneo hilo la tukio ili kupata undani wa tukio hilo na kutoa ufumbuzi. Kwa swala hili ambalo limetokea, ni kweli hawa majirani wamenyanyasika sana, kwa sababu hawa wanaodai haya maeneo ni ya kwao. Kimsingi nyaraka zipo ambazo zinaonyesha walishauza na wameuza kabla hawa watu waliovunjiwa hawajaingia kwenye eneo hili. Sasa mimi ninachokiomba, kwa sababu hapa kuna mambo mengi sana ambayo yako katika kata hii ya Vijibweni, hasa upande wa ardhi. Nilikuwa naiomba serikali, hasa Mheshimiwa Waziri husika wa Wizara ya Ardhi, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na viongozi wote wanaohusika na masuala ya ardhi wangeweza kutembelea eneo hili, wajiridhishe wenyewe udhalimu na udhalilishaji ambao unafanyika katika kata hii ya Vijibweni. Kwa kitendo hiki kinaonyesha wazi, kwa sababu unapovunjia mtu ana haki ya kufikishwa mahakamani, akahojiwa, akasomewa shtaka. Inapothibitisha kwamba huyo mtu kavamia, hapo mahakama inaweza kuchukua hatua na huyo mtu kuja kutekeleza. Lakini notisi walizokuwa wanatoa ni notisi zinazomhusu Omari Mohamed. Amekuja kuvunjiwa mtu mwingine ambaye sio Omari Mohamed. Huyu anaitwa Mwalimu. Lakini nyumba zake mbili zimevunjwa kwa kesi ya mtu mmoja anaitwa Omari Mohamed. Kwa upande wake, mjumbe wa shina hilo Edward Wambura amesema kutokana na changamoto hiyo ni muhimu kwa serikali kuja na wataalamu ili kusaidia kumaliza changamoto hiyo, kwani zoezi hilo limefanyika bila hata yeye mjumbe kushirikishwa. Kama mjumbe inatakiwa mimi nipate taarifa kwenye eneo langu ili nitayarishe hata wapangaji wajue namna kukaa. Kwa kweli ilikuwa ni aibu, wapangaji vitu vyao vimetolewa nje, wanalia nje, wengine mpaka sasa hivi hawana pa kulala mpaka sasa hivi ninavyosema. Na hata huyu mwenye nyumba jirani ambaye yeye alibomolewa mpaka sasa hivi yeye na mkewe wako nje. Nafikiri mmeona vyombo vyake viko pale. Anaingia uvunguni humu na ni hatari, nyumba inaweza ikamwangukia. Analala humo jinsi mnavyoiona nyumba ilivyo. Kwa kweli mimi ninachoomba Rais, kama kweli ananisikiliza mimi mjumbe, nalalamika kweli, nalia, anisaidie
hajatusaidia hawa. Nyumba hizo zimebomolewa April 17 mwaka huu, ambapo hadi sasa mmoja wa wamiliki wa nyumba aliyevunjiwa nyumba yake amepata changamoto ya kupooza. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mbunge wa jimbo la Mpanda vijijini Selemani Kakoso amewataka vijana kuchangamkia fursa ya mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri ili waweze kupata mitaji itakayowasaidia kujikwamua kiuchumi. Neema Huseni ana taarifa zaidi kutoka Katavi. Mbunge ameyasema hayo baada ya taarifa iliyosomwa mbele yake kutoka katika kikundi cha bodaboda ambao waliomba fedha ili watimize lengo lao la biashara ya mafuta. Tumeweza kuchangishana kwa umoja wetu na tuliweza kukusanya pesa yenye thamani ya shilingi za Kitanzania shilingi 480,000 ambayo pesa hiyo ipo nje na lengo letu. Hivyo ndugu mheshimiwa mgeni rasmi mbunge Suleiman Kakoso, tunalileta hili kwako, na pia ukipendezwa nalo tunakuomba utuongezee fedha ili tuweze kufikia malengo yetu. Ombi langu kwa nyinyi vijana, serikali imeweka mipango thabiti kupitia mabaraza ya madiwani. Mna fursa iliyopo, nendeni mkaanzishe vikundi vya ujasiriamali. Tusiishie tu viongozi wanapokuja mkitupokea alafu mnaishia mitini. Hapana. Mimi sipendi kuwatumia kama daraja, napenda kuwafanya na nyinyi muweze kunufaika. Andaeni andiko nzuri, andaeni mipango mizuri, mpate mkopo kupitia mikopo ya wajasiriamali kundi la vijana. Tunayo mikopo ya wajasiriamali kundi la kina mama, hali kadhalika walemavu. Mwaka huu fedha zilizokuwa zinatakiwa kuja kwenye hayo makundi hawajazimaliza za wilaya Tanganyika kwa sababu hamkujiweka vizuri. Mbali na hilo, pia Kakoso ametumia fursa hiyo kuzungumza mambo yaliyofanywa na serikali katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, huku vijana wakidai kujipanga vizuri, kutotumika vibaya kwenye uchaguzi mkuu. Bado tunayo miradi mingine ambayo Mheshimiwa Rais ameitekeleza, miradi ya maji, miradi ya umeme. Tulikuwa hatuna umeme kwenye maeneo yetu. Leo hii umeme umesambazwa vijiji vyote. Kwenye wilaya yangu vijiji vyote 55 vimepata umeme. Kuna miradi ya maendeleo. Tulishakamilisha ujenzi wa bandari yenye thamani ya shilingi bilioni 48. Tunajenga barabara yenye zaidi ya shilingi bilioni 200. Tunaijenga kuja huku karibu. Ni maendeleo makubwa sana ambayo tunayapata. Hatutodanganyika kwa kitu chochote. Tumejipanga kutenda haki kwa kila mgombea yeyote atakayekuwa amechaguliwa, atakayekuwa ametia nia na kuteuliwa katika uchaguzi. Vijana wenzangu wasitumike vibaya katika kuchagua au kujihusisha kwenye makundi ambayo sio sahihi, kwa kuchagua viongozi ambao wapo kwa ajili ya maslahi. Aidha, mbunge huyo ametoa fedha kwa ajili ya ununuzi wa kabati la kuwekea dawa katika zahanati ya Ikola ambayo ilisitisha huduma kutokana na changamoto hiyo. Asante sana Neema Huseni kwa taarifa hiyo. Wito umetolewa kwa Wakristo na kwa wananchi kwa ujumla kupendana bila kuangalia tofauti zao za dini, kwani kwa kufanya hivyo watapata baraka na kudumisha amani ya nchi. Hazla Omari ana taarifa kutoka Arusha. Wito huo umetolewa na mchungaji wa KKT usharika wa Sinoni jijini Arusha, mchungaji Samuel Molel, wakati wa ibada ya Pasaka iliyofanyika kanisani hapo na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali. Mkate mmoja akagawa kwa wanafunzi wote. Kwa lugha rahisi ni kwamba ule mkate mmoja aliogawa kwa wanafunzi wote ilikuwa inamaanisha kuwa kila mwanafunzi aliondoka na baraka yake. Na hapa kwenye kanisa haijalishi mmeingia wingi kwa namna gani, lakini Yesu alikuwa na huzuni moyoni mwake kwa sababu anajua anaendea mateso. Yesu mwenyewe alikuwa anawapa wanafunzi mwili wake, anawaambia twaeni mle kwa kuwa ndio mwili wangu. Alafu anawaambia hii ndio damu yangu. Mtu hajafa lakini anagawa mwili wake. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Arusha mjini Mrisho Gambo ambaye amehudhuria ibada hiyo
Mbali na kupongeza mahubiri yaliyotolewa, ametumia nafasi hiyo kueleza miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa jijini Arusha. Wakati ninasikiliza mahubiri, nimejiona nimezaliwa upya. Nikawa najiuliza kama Yesu aliteseka, mimi ni nani? Lakini baadaye nikaona mateso sio makali sana kama aliyoyapitia yeye, kwa sababu mateso makubwa alishaamua kuyabeba kwa niaba yetu. Kazi ya kuhubiri ni kazi ya viongozi wetu wa dini. Naomba nitumie fursa hii pia kutoa salamu kwa kweli ya kazi kubwa, na hizi salamu ni sehemu yangu ya shukrani kwa kazi kubwa sana ambayo imefanywa na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye jimbo letu la Arusha mjini. Sikukuu ya Pasaka ni kukumbuka ufufuo wa Yesu Kristo miaka zaidi ya 2000 iliyopita, ambapo siku hii ya kiimani ni kilele cha mfungo wa Kwaresma wa siku 40 uliowafanya Wakristo kukumbuka mateso, kifo na ufufuo wa Mwokozi wao Yesu Kristo. Asante sana Hazla kwa taarifa hiyo. Mbunge wa jimbo la Mbogwe Nicodemus Maganga amewataka wakuu wa shule katika wilaya ya Mbogwe kusimamia kwa umakini na ufanisi matumizi ya fedha za computation zinazotolewa na serikali kwa ajili ya kugharamia huduma mbalimbali za elimu katika shule za msingi na sekondari. Taarifa na Joel Maduka kutoka Mbogwe Geita inaarifu zaidi. Kauli hiyo ameitoa kufuatia malalamiko kutoka kwa wananchi wa kijiji cha Luhala, kata ya Rugunga, wakielezea kusikitishwa na wingi wa michango wanayotozwa na uongozi wa shule, huku wakiwa hawana uelewa wa namna ya fedha zinazotolewa na Wizara ya Elimu zinavyotumika. Wananchi wanahangaika. Upande wa elimu, nenda kalisemee bungeni. Katika fedha ya capitation upo mgogoro. Nadhani unaenea sehemu nyingi sana. Mpaka sasa hivi darasa la 7 mitihani tunachangia hela. Sasa ninashangaa hii capitation inafanya nini? Kwa mfano wa darasa la 7, nao wanafunzi wa darasa la 7 na wengine wa sekondari wako Rurembera kwa katibu wa mbunge. Inakuwa ni shida. Tunaambiwa changa 1200, 1500 juu ya hela za mtihani. Kutokana na hali hiyo, mbunge Maganga alimhoji makamu mwenyekiti wa shule ya msingi ya Ruhara, Mwalimu Daniel Onyango, kuhusu namna ya fedha za capitation zinavyotumika shuleni hapo. Alipokuwa anazungumza, alikuwa anazungumzia shilingi 1200 ya nini? Mchango na wazazi. Mkaelewana? Tukaelewana kwamba kila mwanafunzi, maana kila wiki tunafanya mtihani au kila mwezi. Mtihani wa nini wa kila wiki? Tunafanya mitihani ya majaribio. Ya kwa sababu gani? Kwa ajili ya kuweka wanafunzi. Iko kisheria au nyie mmeamua tu utaratibu wenu hapo? Hapana, ni taratibu. Sikiliza basi. Sawa. Utakaa tena na wazazi. Sawa. Yaani usifanye mtihani kila siku wewe ili upate hela. Ulikuwa na malele. Fahamu la kaena. Sisi huwa tunatoa budget. Tunafanya kila mwezi. Sikiliza mwalimu, nimesha kuelewa sana. Katika hatua nyingine, mwenyekiti wa kijiji cha Ruhala Martha Mgadala amemwomba mbunge huyo kusaidia upatikanaji wa mabati kwa ajili ya kuwezeka madarasa mawili ambayo bado hajamalizika licha ya juhudi kubwa za wananchi wa kijiji hicho. Kijiji chetu au shule yetu hii ina vyumba, ina madarasa mawili ambayo hayajapauliwa, yamejengwa kwa nguvu kazi ya wananchi. Kwa hiyo sasa, mheshimiwa mbunge, moja kwa moja niseme kabla sijafungua mkutano, yani hiyo ni kazi yako baba, tunakuomba hayo madarasa uyapaue baba. Mheshimiwa, tunaomba sana. Kwamba hayana mabati lakini vile vile hayana mbao. Niombe la mabati mimi nilibebe, mabati nitawapatia. Ubimwa nimwe roro chola kihoye mbao. Mimi mabati 130 nitawaletea. Haya mabati mtakuja myapokee. Na ninyi serikali ya kijiji pamoja na kata, mheshimiwa diwani, mtaangalia ni jinsi gani sasa mnaenda kupaua hilo jengo lenu. Mbunge Maganga anaendelea na ziara yake jimboni kwake ambayo imelenga kusikiliza kero za wananchi pamoja na kuelezea mafanikio ambayo yamefanyika kwa kipindi cha miaka 4. Asante sana Joel kwa taarifa hiyo.
Chama cha Makini kimetangaza msimamo wake kuwa kitashiriki uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani unaotarajia kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu na kusisitiza kuwa hakina mpango wa kususia uchaguzi huo. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeyo. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na katibu mwenezi wa taifa wa chama hicho Fahmi Khalfani Abdallah wakati akitoa msimamo wa chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, ambapo amesema hawapo tayari kupora haki za kikatiba za wananchi kushiriki uchaguzi, kwani uchaguzi ni suala la kikatiba na kwamba unagharamiwa na kodi za Watanzania. Aidha, katibu mwenezi wa chama hicho cha Makini Taifa ametoa rai kwa vyama vya siasa kutokuwa chanzo cha uvunjifu wa amani, bali vihamasishe wanachama wao kuendelea kulinda tunu ya amani kwa nguvu zote, na kusema kuwa chama hicho kinatarajia kufanya mkutano mkuu Mei 17 mwaka huu ili kutangaza ilani ya chama hicho pamoja na wagombea wa urais wa Tanzania bara na Zanzibar. Kutoa wito kwa wananchi na viongozi wenzetu wa vyama vya siasa juu ya umuhimu wa kutunza amani katika kipindi hichi cha kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa viongozi wa vyama vya siasa tuwaombe sana wajiepushe kutoa lugha chochezi, kwa sababu lugha hizi zinapelekea mihemko kwa wananchi, zinapelekea mihemko hasa kwa vijana, na hii itapelekea uvunjifu wa amani katika taifa letu, na amani yetu ndio tunu tunayoiringia. Hatuwezi kufanya maendeleo, hatuwezi kutafuta, hatuwezi kuchuma bila ya kuwa na amani. Kwa hiyo niwaombe viongozi wa vyama vya siasa waepuke kutoa lugha chochezi na tujitahidi kutoa lugha za kuhamasisha watu kushiriki uchaguzi kwa amani, kufanya shughuli za siasa kwa amani, tujenge upendo wa Watanzania ambao ndio utamaduni wetu. Lakini pia nitoe rai kwa wananchi. Sasa hivi sihaba Watanzania tumeelimika, hasa kundi la vijana. Kwa hiyo tusiwe watu wa kuburuzwa na viongozi wa vyama vya siasa. Tuwe ni watu wa kupima yale yote ambayo tunaambiwa. Amani yetu ndiyo kila kitu. Tutakapodumisha amani, maendeleo yatakuja. Tutakapodumisha amani, tutafanya harakati za kiuchumi kwa salama. Kwa tujitahidi kama wananchi tusiumbishwe na lugha za viongozi ambao wanalenga kuichafua amani ya taifa letu. Kwa upande wake, katibu mkuu wa taifa wa chama hicho cha Makini, Amer Hassan Amer, amewataka wanachama na wagombea wa nafasi za urais, ubunge na udiwani wajitokeze kushiriki uchaguzi bila kuvunja sheria, bali wakanadi sera za chama ili kuwashawishi wanachama kuwachagua na kuleta mabadiliko. Aidha, Amer ametumia nafasi hiyo kuwataka wanachama, hususan wanawake na makundi ya watu wenye uhitaji maalum, kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi ili kuweza kuleta mabadiliko ya kweli. Niwaambie Watanzania na hasa wanachama wa chama cha Makini, sasa tumeanza harakati za kujiandaa kushiriki uchaguzi mkuu Oktoba hapo baadaye. Lakini si hayo tu, mimi niwaombe wale wote ambao wana malengo na nia ya kushiriki au kugombea chama cha Makini. Katika vikao tulivyokaa, tumeona tuitangaze hadharani kwa Watanzania, wanachama wote wanawake wa chama cha Makini na wanachama ambao wanaishi, wale ambao wana mahitaji maalum wakiwemo walemavu, fomu ndani ya chama zitatolewa bure. Na tumefanya hili kwa sababu tunataka tuone ule wigo wa wanawake wanaojitokeza katika kugombea. Sasa kusiwe na changamoto. Chama cha Makini kitatoa fomu kwa wanawake na wanaoishi katika mahitaji maalum. Fomu hizi zitatolewa bure ndani ya chama. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Benki ya Stanbic Tanzania imetangaza washindi watano wa draw ya 3 ya kampeni ya TAP Kibingwa, ambapo kila mmoja amejishindia shilingi 500,000 baada ya kutumia kadi ya Visa Debit kufanya miamala. Taarifa zaidi na Ellen Manyangu. Meneja wa kadi wa Stanbic Aileen Mtaibirwa amesema kampeni hiyo ni sehemu ya mkakati wa benki hiyo kuendeleza ujumuishaji wa kifedha na kuchochea matumizi ya teknolojia katika sekta ya fedha, na kusisitiza kuwa malipo ya kidigitali yanarahisisha miamala na kuongeza usalama wa fedha. Tumehitimisha kampeni yetu ya TAP Kibingwa siku ya leo kwenye draw yetu ya zawadi kuu ya gari. Tumempata mshindi wetu, anaitwa Edwin Shayo. Hongera sana Edwin. Tunapenda kuendelea kuwahamasisha wateja kufanya malipo mbalimbali kwa kutumia kadi zetu, na miamala hiyo inaweza kufanyika
kwenye mtandao ama kwenye mashine za POS popote ndani na nje ya nchi. Kwa upande wao, baadhi ya washindi wa draw hiyo wameeleza kuwa matumizi ya kadi yameongeza ufanisi katika shughuli zao za kifedha za kila siku, huku wakihamasisha wateja wengine kuachana na matumizi ya fedha taslimu. Kampeni ya Tap Kibingwa inatarajiwa kufikia kilele chake mwezi Mei kwa draw kuu, ambapo mshindi mmoja atajishindia gari jipya aina ya Suzuki Floxy na safari ya kifahari kwenda Zanzibar. Asante sana Ellen Manyangu kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.